uponyaji wa vizazi, healing of generations. Kila wakati Mungu anapotaka kuviponya vizazi, huwa ana utaratibu wa kutumia. Ninaposema vizazi katika Biblia, kizazi kimoja kilichukua miaka 40 kinaisha, kinaanza kizazi kingine kinachukua miaka 40, na hivyo hivyo mpaka vizazi vinaisha. Kwa hivyo Mungu anapotaka kuponya vizazi, na ndio utaratibu wake, anapofanya kazi, anafanya kazi kwa ajili ya vizazi. Hata anapomwokoa mtu kutoka dhambini, ni sawa, imeandikwa, kila atakayeamini ataupokea uzima au ataurithi uzima wa milele. Lakini kiroho, anapokuwa ameokolewa mtu, ni kwa sababu pia ya watu wengine walio nyuma yake. Manake katika familia, katika ukoo, katika jamii, katika taifa na mataifa ya ulimwengu. Sasa Mungu anapokuwa ametaka kuponya vizazi au generations, ana tabia ya kuinua mtu mmoja kutoka katika watu wengi, na ndio maana kila jambo lililo bora huwa linaanza na mtu mmoja, alafu linakuwa baadaye unagundua lina watu wengi, na yanaitwa matunda ya hiyo kazi. Hata kanisa linapoanza, sisi huwa tushangai, tunajua. Mimi nimekuwa kwenye wokovu muda mrefu, ninajua msingi wa Biblia. Hata kanisa huwa linaanza na mtu mmoja, linaanza na mchungaji mwenyewe. Anaweza kuwa pengine ana mke, anaweza kuwa na mtoto, anakuja mtu mwingine mmoja, wanaendelea mpaka unasikia baada ya miaka ina watu maelfu. Kwa hivyo huwa hatushangai, kwa sababu tunajua namna gani ambavyo Mungu hufanya. Huwa anaanza na mtu mmoja, kisha analeta uponyaji wa vizazi. Kwa hivyo nataka nizungumzie kuanzia sasa namna ambavyo Mungu huwa anaponya vizazi, na nitaangalia sana kitabu cha Yoshua katika kongamano zima, maeneo mengi nitaangalia sana kitabu cha Yoshua. Yoshua kwa tafsiri ya Kigiriki ya Kiebrania ni Yeshua, manake mwokozi. Manake jina Yoshua lina maana ya mwokozi au mkombozi, kwa maana ya Yeshua. Kwa hivyo Joshua katika Biblia anaonekana kama mtu ambaye Mungu alimuinua kwa wakati fulani, na wakati alipomuinua ni kwa sababu kulikuwa na kusudi ila kuwafikisha wana wa Israeli katika zile ahadi ambazo Mungu alikuwa tayari amewaandalia. Aliwaandalia baraka za nchi mpya, nchi ya Kanaani, kutoka mahali ambapo walikuwa wameenda utumwani Misri. Lakini hii nchi ya Kanaani ilikuwa inatakiwa wafike kwa wakati fulani. Kwa hivyo Mungu akamuinua mtu anaitwa Yoshua, na Yoshua alikuwa ndio akamilishe kazi ambayo Musa alianza na hakuweza kuikamilisha kwa makosa madogo. Lakini mimi najua hayakuwa ni makosa kwa Musa kufanya vile. Ulikuwa ni mpango wa Mungu kamili kwamba Musa hatafika Kanaani, lakini Yoshua atafika. Na haya yote yanahusu uponyaji wa vizazi, the healing of generations. Sasa
Ukisoma kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza mstari wa 6, anasema be strong, confident and of good courage. Uwe shujaa au mwenye moyo wa ushujaa. Alafu anasema that you shall cause these people to inherit the land. Utawasababisha watu hawa, kwa lugha ya Kiswahili wanasema wewe utawasababisha watu hawa. Hakusema ninyi mtawasababisha watu hawa, wewe. You will cause these people to inherit the land. Utawasababisha watu hawa waweze kuirithi nchi. Anasema which I swore to their fathers to give them, ambayo ilikuwa nimewapia mababa zao kwamba nitawapa. Kumbuka nazungumzia uponyaji wa vizazi. Ni kwamba Mungu alikuwa na watu amewaandalia kubarikiwa. Alikuwa amewaandalia nchi ya Kanaani inayokuwa na maziwa na asali, nchi ambayo Mungu aliwaahidi miaka mingi wazee waliotangulia, na akawaambia mtakuja kuirithi nchi inaitwa Kanaani, na nchi hii itakuwa na mito, itakuwa na maziwa, itakuwa na asali. Maanake kuna mambo ya kiroho na mambo ya kimwili pia ambayo Mungu alikuwa ameshayaandaa kwamba atawakabidhi watu fulani, na hili ni taifa lake la Israeli. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu anafanya kazi kwa kuandaa ahadi au baraka, na anapokuwa ameziandaa, si kila mtu ataingia, bali atamwinua mtu mmoja ili mtu huyu atumiwe kuwapeleka watu wengine katika lile ambalo Mungu aliahidi. Sikiliza vizuri sana. Kabla ya mambo yote, Mungu alitoa unabii tangu wakati wa Ibrahim, kamwambia uzao wako wataenda utumwani, watakaa kule miaka mingi, watateswa, wataudhiwa, wataumizwa, lakini baada ya hapo nitamtuma mtumishi wangu, watatoka katika nchi ya utumwa, nao wataenda katika nchi niliyowaahidia. Na akamwambia Ibrahim kuhusu ahadi hizo, na mambo hayo yalienda kutimia wakati wa Yakobo alipozaa makabila 12 ya Israeli, yalielekea Misri kupitia Yusufu. Na baada ya hapo wakakaa utumwani, wakateswa sana, wakaudhiwa na kuumizwa, ili Mungu awaletee uponyaji wana wa Israeli watoke katika nchi ya Misri ili waanze safari. Alimtumia Musa, na jina Musa lina maana nzuri. Kwa hivyo akamtumia Musa kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, lakini kwa sababu bado alikuwa anahitaji kuisaidia vizazi, generations. Yani umeokolewa si kwa sababu ya kwenda mbinguni tu, umeokolewa si kwa sababu yako tu, umeokolewa kwa sababu vipo vizazi vinatakiwa kupata msaada wa Mungu, na Mungu ni roho, hawezi kufanya kazi kama roho peke yake. Lazima aingie ndani ya watu, aishi ndani ya watu, atengeneze hekalu, madhabahu, atumike ndani ya watu, kisha awasaidie vizazi vingine mtu huyu. Kwa hivyo akawa amemtumia Musa, akaanza kuwatoa wana wa Israeli Misri, akawapeleka mpaka jangwani. Na Musa kwa sababu alikuwa hawezi kuikamilisha ile kazi kwa makosa
aliyoyafanya. Ilibidi Mungu amsitishe na mwambie, wewe utaiona tu nchi, lakini hautafika. Kwa nini Mungu anasema hivyo? Katika mipango ya kuokoa vizazi, huwa anaandaa mtu baada ya mtu. Haleluya! Kizazi cha kwanza kitaisha, ameinua mtu mmoja. Kikifika mwisho, anainua mtu mwingine. Kikifika kizazi kingine, anainua tena mtu mwingine. Na ndivyo anavyofanya hata katika wokovu. Anaokoa kwa hatua na hatua na hatua. Mtu mmoja anaokoka kwenye familia, anaokoka kwenye ukoo, kwenye kabila na taifa. Ukizungumzia taifa la Kenya, kuna watu walioanza imani ya wokovu. Kuna watu walihubiri injili bila kutikiswa na kuyumbishwa, na wakaanza misingi ya kanisa la Mungu. Na watu hao walienda mpaka wakafika mahali wakamaliza kazi yao na wakafa. Naweza nikataja watu, lakini muda wangu hauwezi kuniruhusu, kwa sababu ninaishi katika taifa la Kenya na nimefuatilia historia ya taifa hili. Ukiona wachungaji leo, ukiona manabii leo, ukiona mitume leo, usidhani hawa ndio walianza. Kuna watu walitangulia kuanza safari ya imani katika taifa la Kenya. Kuna watu walianza kama mfano madhabahu ya Pentecostal Assemblies of God PAG Kenya. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Kabuli. Alikuwa ni mtu alitembea na Mungu, na ndiye alianzisha mfumo wa watu kumsikia na kuishi na Mungu na kutenda ishara na maajabu kuliko wote waliokuwepo. Baada ya kumaliza kazi yake, alifika muda wake akaenda. Na kwa sababu Mungu ana haja na vizazi, huyo alipoondoka na wengine waliendelea kuja. Nisikilize vizuri. Kisha akaenda akainua tena watu wengine, na mpaka sasa kuna watu wapo, watumishi wa Mungu wa kweli, wanafanya kazi, na ni kwa sababu ya vizazi. Nao watakapofika muda wao wa tamati, watakamilisha kile alichowaambia Bwana, wataondoka na Mungu atainua tena wengine. Na lengo la kuwainua watu kwa wakati wao ni kwa sababu ya kuviponya vizazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hauokolewi kwa sababu tu unaenda mbinguni, lakini unaokolewa kwa sababu kuna vizazi utavisaidia, utatumiwa na Mungu kukifikisha kile kilichokusudiwa kwao. Na ukisha kifikisha, na wewe utamaliza, utaenda hadi mwisho wa dahari. Na watu hao wote anaowainua kufikisha kile alichoahidi kwa makabila na mataifa na vizazi, anatembea nao kama alivyomwambia Musa, nitakuwa nawe, nitatembea na wewe mpaka mwisho. Na wakifika mwisho wao, wanamaliza mkataba na Mungu, wanaenda katika mapumziko. Hata Daniel alipomaliza kazi yake, alienda katika mapumziko. Mungu akamwambia, enenda zako Daniel, na utie muhuri maneno haya, maanake nenda upumzike, umemaliza kazi yako. Kwa hivyo anafanya namna ile na kuwafikisha vizazi hadi vizazi. Na walipokomea wengine, anakuwa tayari ameandaa wengine, kwa sababu bado vizazi vinaishi na vinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Asitakuwa watu wa mwisho kuishi mawe tatu, isipokuwa Bwana alinyakua kanisa tukiwa hapa. Lakini kama sivyo, tutafika miaka yetu na tutaondoka. Lakini kila mtu anachukuliwa na Mungu, anaandaliwa, anafanya kila kilichokusudiwa. Akishamaliza ataondoka na mwingine ataanza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri. Kwa hivyo Mungu anafanya kazi kwa vizazi, anakuokoa, anakubadilisha wewe, sio nyinyi. Ndio maana tangu umeanza kusikia nikihubiri habari hizi,
hata mawe tatu. Mimi siangalii watu, naangalia mtu, kwa sababu hata mimi Mungu aliponiokoa hakutuokoa watu, aliniokoa mimi na akaanza na mimi. Na kama amekuokoa wewe, amekuokoa wewe na anaendelea na wewe mpaka kufikisha anapotaka. Unielewe vizuri. Na atakapokuokoa mwingine ataenda na yeye kama yeye mpaka amfikishe panapokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hapa ataniangalia mimi, amenileta mawe tatu leo. Kuna kazi nitaifanya mawe tatu. Nikishaimaliza, basi atafika mwisho, aniambie sasa, mtumishi wangu, kunja virago vyako, twende nyumbani. Analeta mtu mwingine, kama kanisa litakuwa halijachukuliwa, na watu wengine ni hivyo hivyo. Kwa hivyo anapotaka kuponya vizazi, huwa anaanza na mtu mmoja. Ndio maana nimesema hata kanisa linaanza na mtu mmoja, haianzi na watu wote. Inaanza na mtu mmoja ambaye Mungu amekusudia atumiwe na yeye kuwa mlango wa vizazi vingi. Sikilize, ndio maana wokovu wa mtu ni muhimu sana aushike. Ni muhimu sana azingatie kwa nini ameokolewa. Ni muhimu sana alinde kile alichopewa, kwa maana wokovu, kwa sababu kuna kusudi nyuma ya lile ambalo Mungu amekuokolea. Kwa nini amekuokoa? Lipo kusudi nyuma ya wokovu wako. Kwa hiyo anasema wazi kwamba, anamwambia Yoshua, wana wa Israeli, mimi Mungu niliwaahidi nchi. Unisikilize vizuri. Hata mashetani wanafanya hivi, na wao ni roho pia. Ikiwa adui amepanga kuiangamiza mawe tatu, hawezi kuja akasimama hapa barabarani ukamwona ameweka hapo pembe, amesimama mweusi. Hawezi kufanya vitu vya namna hiyo. Anawaingia watu mawe tatu, atawaingia watu Kenya, wengine waichome nchi. Unisikilize, ndio jenzi hiyo, mnasema jenzi. Wengine wachome kila kitu kinachotakiwa kuwa kizuri. Wengine wapike pombe na kuwapa watu wafe. Wengine wauze bangi, watu wavute bangi waharibike. Ni shetani amewaingia watu awatumie kufanya kazi hii, kwa sababu na yeye ni roho na hawezi kufanya kazi peke yake. Anataka atumie watu ili wengine wapotee. Inaitwa kazi za kiroho. Kwa hivyo ataingia na kwingine, awaingie watu waanze vituo vya ukahaba. Kila msichana akitaka kwenda vizuri anajidumbukia kwenye ukahaba, anafanya ukahaba, anakuwa hana heshima, anazaa vizazi havina Mungu, na wakifa hao watoto waliowazaa wasiporudi kwa Yesu wanaanza ukahaba pia, na hivyo watatumiwa tena kuangamiza wengine. Kwa nini? Shetani ni roho pia, anaingia watu awatumie. Jesus. Unisikilize vizuri. Kwa kila kitu nakiona kimepangiliwa hivyo. Mungu anataka kutumia watu kuibadilisha mawe tatu, wamwelekee Mungu. Atakuja kwa mtu mmoja, aende kwa mwingine, aende kwa mwingine. Nisikilize. Na hatua ya kwanza ni kuokoka, kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa maana ya agano jipya. Zamani nimekwambia Mungu akamtokea Musa. Mungu zamani. Leo tunampokea, anaingia ndani yetu. Asitokee. Hii ni hatari sana. Zamani anapotokea, unaweza kuona kwenye kichaka kinaungua ila hakiteketei, kinawaka ila hakiteketei, anaonekana, unamwona pale moto huo. Lakini sasa anaingia ndani ya watu, wanakaa. Watu wote wanaoamini Yesu ni Bwana anakaa ndani yao. Tofauti iko hapo. Lakini zamani anatokea, unamwona huyo, unaona tu wingu, unaona Mungu anashuka. Mlima Sinai umejaa wingu. Musa aende peke yake, maana physical katika macho haya
moshi umejaa kwenye mlima, Mungu amekuja. Lakini sasa afanye hivyo, anaingia ndani yetu, na ni hatari kwenye kizazi hiki, kwa sababu Mungu anaweza kuwa ndani ya mtu na akakwambia kitu usielewe, kumbe ni Mungu anaongea. Kwa sababu sasa ni hatari zaidi, maana anaingia ndani ya watu. Na sio lazima akiwa ndani ya mtu aonekane kama moto. La, ana mifumo mingi ya kutumika akiwa ndani ya mtu. Kwa hivyo anataka kuipatia nchi ya watu wa Israeli nchi ya kumiliki, lakini anawaambia, anakuja anamwambia Yoshua, ondoka wewe na watu hawa, uwe na moyo wa ushujaa. Wewe ndio utawasababisha watu hawa wairithi nchi niliyowapia baba zao nitawapa. Jesus. Natoa utangulizi wa semina kongamano hili la Bwana. Naamini kuna watu wanasikia hata wakiwa mbali. Narudia, Mungu ni roho, haonekani kwa macho ya kawaida. Yeye anataka umfuate kwa kuamini kwanza. Do you believe there is God? Unaamini kwamba Yesu ni Bwana ndiye mwokozi wa ulimwengu? Ukishaanza kuamini, anaanza na wewe. Ukitaka kanisa lijae haraka utapata shida sana, utaumia, utalia, utafunga na kanisa. Mimi nilitumika kwa muda, najua mambo haya. Naweza kukaa hata miaka 10 kama mtu haji, nitahubiri hivi nahubiri, kwa sababu sipati shida kwamba Mungu anaanza na mtu, na ameanza na mimi, atamfuata mwingine, atamleta. Tutaenda kuwaambia, wengine watakataa, wengine watakuja, maana anaanza na mtu. Mtu maana yake aamue mwenyewe, amini mwenyewe, akubali mwenyewe. Ukimvuta atakusumbua. Ukianza kuwashawishi watu, ndio wao washirika wa kanisa hili, wakifika hapo wakajaa, kesho wanakutukana, wanaondoka, maana hawakuokolewa. Uliwashawishi kwa maneno. Kwa nini nasema hivi? Anaanza na mtu. Wanaisha sibiu. Na hiyo utakiwa ujiulize, na wewe kwa nini uko hapa? Kwa nini uko hapa? Amekuokoa na ameanza na nani? Na wewe. Yes. Simple like that. Wanaisha sibiu. Amekuokoa na ameanza na nani? Wewe. Sasa ukianza kusema na wale, mbona fulani hajafika? Wewe mwache fulani. Akamwambia Yoshua, wewe ndiwe utawarithisha watu hawa. Maanake zipo baraka za ukoo, familia, kabila la watu, taifa la Kenya. Lakini ili vitu hivi vidhihirike wazi, kuna mtu atashika alete. Kuna mtu atamsikiliza Mungu, apokee, awape watu walichoahidiwa. Na Mungu hajaacha kulifanya hilo mpaka leo. Unielewe? Mungu hajaacha mpaka leo. Kila familia huwa inahitaji mtu anayeipeleka mahali Mungu anataka. Familia moja inataka mtu huyu. Hata kama wanakunywa pombe wote, mtu mmoja arudi kwa Mungu. Haujanielewa mpaka hapo? Hata kama wanavuta bangi wote, mtu mmoja ageuka aende kwa Mungu. Yeye ndiye awapeleke ambapo Mungu anataka. Maana huu mpango wa pombe, huu mpango wa ukahaba, huu mpango wa uasherati, huu mpango wa uchawi na ulogi na madawa ya kulevya ni shetani ameweka. Kwa hivyo mtu mmoja aende kwa Mungu na atumiwe kuwahamisha. Awatoe huko awapeleke. Mtu mmoja tu, sio wote. Ndio maana kama wewe umeokoka, dada yako hajaokoka, kaka yako hajaokoka, haisumbui, kwa sababu ni wewe umechukuliwa. Simama kwenye nafasi yako, tembea na Mungu, anakuja mwenyewe kufanya kazi. Kazi inakuja. Ukishaenda wewe, atakuja nyuma yako, atawaleta watu. Yeye ni Mungu. Usikilize leo. Musa alipoondoka, Mungu hakukosa watu. Alimleta nani? Yoshua. Kwa sababu bado kazi ipo na kuna watu watakiwa waingie kwenye raha ambayo Mungu aliwaahidi. Kwa hiyo Mungu anaweza kuandaa baraka za ukoo, baraka za familia, baraka za mji. Nasikitika kama tutajua mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata mawe tatu, pamoja na kwamba unaweza kuona mambo mengi, kuna watu wamekusudiwa, watu
atumiwe kuileta mawe tatu kwa nani? Kwa Mungu. That is true. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unaweza kuwa ni wa kwanza. Jitambue sasa, wanasema Kiswahili. Jielewe wewe ni nani. Ukiangalia familia, unatakiwa ugundue, mimi nina nafasi yangu. Ukianza kuelekea kwa Mungu, jua unaitwa kifungua mimba, firstborn. Kuna watu wanakuja kuzaliwa baada ya wewe katika ufalme wa Mungu. Na anakupeleka wewe kwa sababu anataka wasaidie wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama umeokolewa wewe, shika njia hiyo. Usiache. Bwana Yesu asifiwe. Nilipogundua Mungu ameniita kwa ajili ya vizazi, nimejipanga sawa sawa, naendelea na safari yangu. Wala sijali nani anasema nini, nani anafikiria nini, nani anaonaje, nani anatoa maoni gani. Siishi kwa maoni ya watu. Naishi kwa kile ambacho najua Mungu anataka kufanya katika mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka hapa kwa watatu, haya mahubiri unayaona yanaingia mtandaoni. Kila mahubiri narusha kwenye mtandao ni zaidi ya watu 1000 wanasikiliza ndani ya siku 2-3. Ina maana mimi nimejipanga kupeleka ujumbe wa Bwana kwa mataifa yote, na unaenda. Kwa hiyo mimi sijazaliwa na kutengeneza kwa ajili ya mawe tatu. Nimetengenezwa kwa ajili ya mataifa, na mimi nafanya kazi yangu. Asiposikia mtu wa mawe tatu, yapo mataifa yanasikia. Kwa maana gani? Mungu anapomuinua mtu mmoja ni kwa sababu ya vizazi, generation. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima uangalie familia ikoje ulipotoka. Wasichana walikuwaje walipotoka huko? Uliozaliwa nao chumba moja wakoje? Kama unaenda njia ya Mungu, unjue unafungua njia wewe. Unisikilize vizuri. Aya. Unajua mambo mengi unaweza kuzungumza kwenye familia, watu wakashangaa. Sio mwenye pesa, unisikilize. Sio mwenye mali kwenye familia, au ni watu wa nyuma sana. Mtu wa kwanza ndiye anamfuata Mungu kikamilifu. Huyo pekee yake. Hao wengine wanafuata baadaye. Aliona alipoona taifa la Israeli linatakiwa kupewa nchi, ili ya nchi na mipaka yake na ardhi na kila kitu, mito na bahari, kila kitu anaweza kuwapa, lakini atumike mtu kwenda awapeleke, maana hawawezi kwenda wenyewe. Na ndio maana kama umeokoka ujue umefungua mlango, wengine wanakuja. Hata kama wewe ni wagumu wa kuokoka, wewe kaa kwa Mungu, utaona matokeo yake. Kaa huko, usitoke. Na ushike wokovu ukijua kwamba mimi nafungua mlango, wengine wanakuja. Usiwe mchoyo kuiacha njia ya Bwana. Ukiiacha njia ya Bwana unasababisha uharibifu mkubwa sana, kwa sababu wewe ndio umechukuliwa ili wengine wafunguliwe mlango waingie. Anamwambia Yoshua, niwaahidi watu nchi. Musa anaondoka anakufa, lakini hawajafika. Unanielewa kweli? Maana ukoo haujafika mahali Mungu anataka. Naomba unisikilize vizuri. Hiyo familia unatoka bado haijafika, basi udanganye. Sasa tunaongea na Mungu tumefika. Hakuna uongo. Watu wakifika Mungu atasema wamefika. Haleluya. Familia ikifika Mungu atasema, atajitokeza wamefika hawa. Ana mahali ukoo unatakiwa ufike. Makabila yote Kenya kuna mahali Mungu anataka wafike. Ama ujui ninachokuzungumza, kuna watu wanatuma katika kila kabila, kila nchi. Mpaka wale wa porini waanza wa Tanzania wale ambao hawavai nguo mpaka leo. Wanakuwa porini, wanaishi porini, hawaishi kwenye nyumba. Mpaka hao kuna mahubiri wanatumwa sasa. Kwamba tumefika hapa forest, tuambie. Kwa nini? Kila kabila kuna mahali Mungu anataka liende kiroho, liende na Mungu. Kwa hiyo kabla wajaenda anamwinua mtu mmoja aende. Mimi nilipolijua hilo, sichezi na wokovu wangu. Nasimama na niko tayari kupoteza kila kitu kwa sababu ya hii kazi, maana mbele ya Mungu nina faida na nitapata faida ya milele. Nilikwambia tutakuwa hapa siku mpaka tarehe 1. Utasikia mambo mengi hujawahi kusikia. Kwa maana mbingu huwa zinafurahia
mtu akiokoka. Kwa nini? Mlango umefunguliwa, maelfu wanakuja. Haujanielewa. Mlango umefunguka, ulikuwa umefungwa, maana watoto walikuwa wanakunywa pombe, watoto walikuwa wanavuta bangi, watoto walikuwa wanasengenya na fitina na kuua. Sasa Mungu anaona mmoja ameacha ili afungue watoto gerezani, mbingu mpaka zifurahie. Yes. Utanielewa tu. Mpaka mbingu zianze kushangilia. Tumempata msichana mmoja, tumempata mtoto mmoja pale, tumempata mtumishi wa Mungu Victor Mawetano. Mpaka mbingu zishangilie na zisimame na huyo mtu, kwa sababu mlango umefunguliwa na kuna watu wanakuja. Yaani ukiokoka mlango unakuwa wazi, ulikuwa umefungwa. Unapookoka unaingia, mlango unabaki wazi nyuma yako, ili wale walio nje waingie ndani. Ndio maana wewe ukiokoka tena ukaanza kuishi uzinzi na umeokoka, unapowafungia mlango walio nje, inabidi uokoke kweli, ukae huko, mlango ubaki wazi. Hebu nisikilize. Ndio maana anasema huko nje kuna wazinzi, kuna wachawi, kuna washerati. Sasa kama umeingia, ukitaka kuwa salama ubaki kwa Mungu, usianze kuishi mambo ya nje, wakafunga mlango tena ukarudi nje. Ndio maana yake. Yes. Tumeanza. Karibu unayesikia kutoka mbali. Nasikia raha nikiongea maneno haya. Ndio kazi niliyoitiwa. Wenye kufundisha shuleni mfundisheni shuleni. Mimi nafundisha kanisani. Nasikia raha. Yaani watu walikuwa wamepotea wote, ili awarudishe. Hawezi kusema, "Hey, wapo kusu, rudini wote." Hakuna kazi kama hiyo. Atakuja kuongea mtu chubuni, lakini sio mkushu wote wataokoka siku hiyo. Anaokoka mtu mmoja tu, na yeye ndiye anafungua mlango hapa, anaingia. Anaomba, anamwambia Mungu, wakumbuke ndugu zangu. Ona pombe imewaua. Ona ukimwi, ndugu wa kwanza ukimwi, wa pili ukimwi, wa tatu ukimwi, huyo wa nne sasa hivi tunakaribia kuzuka. Bwana kumbuka. Anabaki mlango uko wazi. Anaanza kuona ghafla yule mmoja anaingia. Mwingine Mungu wameanza kuja, anaanza shukrani. Kwa nini? Ametumika kwa mlango na haukufungwa, kwa sababu alibaki kwa Yesu. Alibaki ndani ya wokovu. Alikataa kurudi katika tabia ya mataifa. Kwa hiyo wanaingia. Na ikifika namba inayohusika, anasema anawajua walio wangu. Ikifika namba, mlango unafungwa. Wametosha wakukusu kuingia. Unisikilize. Ungeelewa leo, mimi naelewa. Na hii kazi nitaikamilisha. Nimekuja Mawetano, nitaifanya. Sikiliza. Alafu baada ya watu kuingia, mlango wa neema utafungwa. Wale waliokatalia nje, jehanamu ya moto wa milele. Ndivyo ilivyo. Wewe hata hivyo ukiona umeokolewa, Mungu anaitaka familia yenu. Uelewe leo, sio wewe. Wewe umeshapatikana, sawa gari yako. Wewe umeingia. Wamebaki watu. Bwana anamwambia Yoshua, wewe ndiye utakayewarithisha Waisraeli nchi ndio wapia baba zao. Wewe sio mtu mwingine. Ukaanza kusema mimi niache mambo ya wokovu, wengine waje. Kina nani? Mbona hakuanza na hao? Ameanza na wewe. Mbona hakuanza na wale wengine? Ameanza na wewe. Ujiulize maswali. Alitaka wewe uingie, mlango ubaki wazi, na wengine waanze kuingia mmoja baada ya mwingine. Anaona hakuna mtu alikaa kwenye ndoa, ni ukahaba, uzao mtoto watano huko nyumbani. Watu wakisema hivyo wanasema, wewe mtumishi, acha mambo yako bwana, kila mahali hivyo. Sawa, lakini sio Biblia yangu. Anatakiwa afunge ule mlango. Mara kwa watoto wanazaliwa, hakuna mtu wa kuwasomesha, hakuna mtu wa kuwapa chochote, maana baba zao wametoroka, si ndio? Kwa hivyo ni mpango wa Mungu huo. Utaniambia ni Mungu anafanya hiyo kazi? La. Mpaka watu warudi, msingi uanze upya. Kwamba mtoto azaliwe, baba mjali, maana yupo.
umepata mimba. Nani alikupa hiyo mimba? Sijui. Unaona sasa? Wewe Mungu angalie tu anapotea watu. Lazima akimbie kwenye hiyo familia, atafute mtu wa kwanza. Akiokoa, huyo ataenda kuambia, dada yangu, mbona unaishi vibaya? Kazi imeanza. Akiamini ataacha hayo mambo. Ndio maana nilikwambia hatuhubiri watu walio sahihi kanisani, tunahubiri watu walioharibika pia sana, ndio kanisa la Mungu. Ili watu hao walipofanya makosa warekebishe, Mungu awatumie, wengine wasipotee, watu warudi katika ufalme wa Mungu aliyao. Kwa akija kahaba aliyefanya ukahaba kabisa na amefika mwisho, tunafurahia pia na mbingu zinafurahi, kwa sababu angalau wanaume wamenusurika, si ndio? Alafu na yeye akiingia, walioona alikuwa kahaba wataingia kwenye ufalme. Mimi nimepata faida. Watu wakifunga kituo cha pombe mawe tatu, wakaamua kwenda kwa Yesu, vijana hawatakufa, maana zipo pombe zinaua. Nini maana? Wewe, nazungumzia wewe. Mungu akitaka kuponya vizazi, anakwenda kwa mtu mmoja kwanza. Waelewane, wakubaliane. Unaokoka? Ndio naokoka. Yesu ni Bwana, sawa. Unajaza nguvu za Mungu, sawa. Unalikubali neno, sawa. Utaishi maisha matakatifu, sawa. Utakubali kwenda na dini maisha yako yote, sawa. Utanisikiliza, utanitii, unanyenyekea kila kitu. Akiona imekaa straight, anasema nilijipatia Yoshua. Sasa watiriki watapona. Maana nimepata mtiriki mmoja. Nimekwambia leo. Kama unawaza kurudi nyuma, hata ya mambo, utafunga mlango. The door is open, watu waingie. Unasikia? Mlango uko wazi, watu waingie. Usiwaze kurudi kwenye dunia. Hapo ukitaka kujua, ukiacha tu hii njia kidogo tu, acha kidogo, uanze kujichanganya. Wewe mwenyewe unakosa amani, wewe mwenyewe, achana na Mungu. Na kama ukikosa amani wewe, malaika wote walioshangilia wanainama. Haujawahi kujua hilo. Wanaanza kusononeka, wanamuuliza Mungu, inakuaje? Hivyo ndio wameenda. Na ndio maana inabidi wakufuate watu haraka. Rudi kwa Yesu tena, rudi. Maana mbingu imeshahuzunika, imeshakata tamaa. Maana kuna watu walikuwa wanakuja, karibu wanafika mlango, wewe ukaacha. Inabidi sasa waanze kushughulika, wamtumie nabii. Hebu nenda hata mpaka mtu aote ndoto aje kuambia, nimeota ndoto, Mungu hana amani na wewe. Kwa nini? Mlango umefunguliwa. Waidaho wanakuja, washuka wanakuja, Wamaragoli walioshika dini sugu, dini kweli, wanakuja hao. Wapo wanakuja wa Kabarasi, Watachoni, wa Marama na haya makabila wanakuja walioshika ile ile tohara ya jadi, wale watiliki wale wa ndani wanaanza kuja, wanaanza kutazama miungu ya tohara. Wanapoanza kuja, na wewe unahama njia tena. Mungu anasema sasa niahirishe na huyu au niokoe mwingine, alafu nianze kufungua tena. Maana mlango uko wazi. Anaanza kupambana, nini kifanyike? Maana mlango ukifungwa, wale watazuiliwa tena. Yes. Ni neema inakuja kwa mtu mmoja. Yes. Ukitaka kujua, sisi tumekuwa kwenye imani muda mrefu. Tangu mwaka 2002 mpaka leo. Those are 23 years. Nimeona safari hii. Kwa kuingia, niligundua nyuma mlango uko wazi na watu wanaanza kuingia. Every time nikitaka kukosa, amani inakosekana kwangu na mbingu zinakataa. Unakoenda hatutaki sisi. Mbingu zinasema no, kulikushangilia uliingia, hataki urudi kwa. Unaona? Kwa nini wanasema hivyo? Wewe hujui siri, mlango wazi. Kwa maana kwenye familia kuna kifungua mimba na kuna kitinda mimba. Kamwe kitinda mimba hawezi kuchukua nafasi ya kifungua mimba. Never. You can never take the position of the firstborn kama wewe ni lastborn. Haipo. Usipokuwa umeenda kwa Mungu wokote, ndio unaweza kuchukua nafasi. Maana firstborn kwa Mungu ni yule aliyeokolewa. Ndio firstborn kiroho. Haya. Daima kumaliza. Nisikilize. Akamwambia Yoshua, ni wewe. Na leo nataka nikwambie ni wewe. Mimi nakwambia ni wewe. Kama kuna watu nawaangalia
acha kuangalia hao watu. Hata kama mtashikana na mtu mnakuja naye kanisani, sio yeye, ni wewe. Hapo umeshikana mikono wewe, unaingia kanisani, kila mtu anaitwa ni wewe. Ni wewe, sio ninyi. Biblia haina ninyi. Anapokuwa amepata watu, anasema watu wangu walioitwa kwa jina. Watu wangu walioitwa kwa jina. Akishawapata sasa wameingia, ndio anawaita wakiwa huku watu wangu. Wakiwa kule asemi wewe. Asemi watu wangu, anasema wewe. Kwa sababu watu hawajaingia Kanaani. Wakishaingia anasema my people. Wewe na wewe nataka nikwambie ni wewe. Amen. Kanisa limeanza hapa na wewe umekuja. Ni wewe mtu wa Mungu, anataka kuanzia wewe. Nobody else. Kwa hiyo hata kimwambia mwingine aje na ukaona haelekei, muombe, mtakie amani. Wewe endelea kwanza. Huko na mwambia badala ya kumuhimiza na kumwambia unajua hii njia ni nzuri, endelea kumwambia. Ila kaza mwendo, uendelee na safari. Maana ni wewe umekusudiwa uwe mfano kwenye familia yenu, kwenye ukoo, kabila na taifa. Na kuambia Kenya, ukiona makanisa sasa hivi kuna watumishi wa Mungu walitangulia. Usije ukaingiwa na kiburi ukasema wewe peke yako umeanza leo. Usianze kuhubiri kusema kwamba hakuna wachungaji hapa, hakuna hiyo achana nayo. Kuna watu walitangulia, wewe umezaliwa na wakatengeneza njia. Ndio maana kuna makanisa leo. Walipigana na mashetani ya mametano, walipigana na mashetani ya Kenya. Uyajui, hujawahi kuyaona. Alafu wakaanza makanisa. Kwa hiyo unjue kuna wenzako walitangulia, na kwa sababu wengine hawakufunga milango, wewe ukazaliwa. Na waliomba Mungu, utakuja kuinua watu. Wanakumbuka tumekuja hapa kabla tujaanza madhabahu. Tulikuwa Adonai Celebration Center. Kwa Pastor John. Alisema nini? Pastor John alisema kuna wakati wakiwa kwenye mikesha yao pale Adonai Celebration Center. Anasema Mungu aliwaambia waombe wale uzao wa mautatu walioanza na walioshika imani kabla wao hawajafika wapi? Number 1. Na walipokuwa wanaomba, wanasema wakasikia nguvu za Mungu zimeshuka sana. Haikuchukua muda mrefu, wakaniona pale kanisani na wakasema Mungu amejibu maombi yao. Kijana wa nchi amerudi kuanzisha madhabahu hapa kwetu. Ina maana kuna watu walitangulia kabla hawajaja, na mpaka leo wanaheshimu madhabahu hii. Ndio maana wakati tumeanza alikuja hapa kwa sababu amegundua huyo ni kijana aliyezaliwa hapa, alitufungulia mlango. Nikawapa ushuhuda, nilipokuwa tunaomba hii mawe tatu, akasema hakika kazi yenu ndio hii, majibu tumekuja sasa. Unaelewa? Na kuambia kazini na maombi unazembea. Kaa kwenye neno la Mungu, unauliza maswali. Hata kuuliza maswali. Ni wewe unataka kupewa wakiliki warudi. Ni wewe unataka kupewa hao wa Maragoli, Wajaluo, Washuka. Hao watu wako katika mikono ya watu. Kumbuka, wanafikia waje kwa Mungu, na ili waje anamtoa mmoja wao, anakubaliana naye. Akishakubaliana, alafu anamwambia wazi wazi, tangu umekuja hapa kuna mambo unasikia hujawahi kusikia. Ina maana Mungu anakuvuta. Unanielewa? Anaenda ndio ameanza safari hiyo. Usifikiri kuna kurudi. Anaenda, ukitaka kurudi wewe mwenyewe urudi, lakini hana haja na hilo. Anakupeleka, anaenda na wewe. Anaenda kwa sababu anataka akupeleke, na mlango uko wazi. Kuna mahali utafika, neema itashuka upande wa pili. Yes. Ndio maana semina kama hii, hata akija tu huyu binti akae hapa, hakuna shida. Maana siwezi kujua. Maana Biblia inasema ni wewe. Mungu anaweza kushuka kaja ndani ya huyu binti, hata mimi nikatoka maweza na wewe akafanya hiyo kazi. Ndio nini? Mungu sio mdogo kiasi hicho. Nisiogope. Yaani hivi siogopi chochote. Najua njia za Mungu zilivyo. Anaweza akatoa mimi akamweka Dorcas. Simradi Mungu ameingia ndani yake, akabomoa mawe tatu akarudisha kwa Mungu yote. Na mimi nikaenda Mombasa. Inawezekana. Haya mambo ndivyo yalivyo. Ndio maana kwenye ukoo hawakuokoka wote, alianza mtu mmoja. Na Yeshua anaambiwa ni wewe. Sio Francis, ni wewe Yeshua. Ni wewe Abigail. Ni wewe Neema kwenye ukoo.
Wanyahiti, wewe nenda. Alikuwepo bibi akaenda, na alikuwa yeye aliweka mlango. Aliyowaambia wachukue wote hawakushika hiyo njia, na alikuwa ni mlango hawakuona. Mungu akaenda akaishika neema akamuingiza. Wewe baki huko, kuna watu wanakuja. Kama sio hao waliozaliwa nao, vizazi vinafuata vitaingia. Kwa sababu ni wewe, hakuna mwingine, ni wewe. Mtumishi wa Mungu Reinhard Bonnke ameenda kuhubiri India. Akahubiri mkutano ndani ya vijiji ya mbali sana. Hakuna hata barabara. Gari lake lilikuwa linapita kwenye manyasi kama shamba hivi. Ameenda amehubiri. Akahubiri. Watu walipotoka akaja kijana mmoja kwa Daniel. Daniel akaja. Akaokoka. Baada ya hapo, mtumishi wa Mungu akamaliza mkutano, anaondoka mbio anaenda. Nazungumzia ni wewe. Amehubiri Reinhard Bonnke, ameondoka. Amebaki Daniel na watu wachache. Daniel akamfuata mbio, hajaondoka kwenye mji. Mbio akafuata. Amepita wapi? Akapita. Maana gari linakwenda polepole, alikimbia mpaka galipata. Uone Mungu aliyowaja. Gari linakimbiaje mpaka unapata gari kama sio Mungu anataka hiyo kazi? Akalifikia gari. Ndio hiyo hapo. Reinhard Bonnke. Anaita, akaangalia, akaona kuna kijana. Sio nimehubiri kwenye mkutano wa kijana huyo. Hebu nisimame. Akasimama. Akaja akafika kwenye dirisha akamwambia, mtumishi wa Mungu, kuna kitu nasikia ndani yangu. Nataka uniombee nijaze nguvu za Roho Mtakatifu. Nimesikia ukihubiri pale, lakini nataka nipokee tu hapa. Maana unapoondoka, haya hawezi kumwambia hayo, ni ya Mungu hayo. Unapoondoka hapa, hii India inabaki gizani, inabidi mtu abaki. Haujanielewa? Sio Mungu abaki, mtu abaki, na Mungu abaki ndani ya mtu. Mungu hawezi kukaa katika anga la mawe tatu, anakaa ndani ya mtu. Sio Biblia yako vizuri. Ninyi hekalu la Roho Mtakatifu, ninyi ni hekalu. Ndio maana anasema msichafue mwili wenu kwa uasherati na ukahaba na mambo machafu. Ninyi ni hekalu, temple, holy tabernacle, hekalu takatifu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akaja akashika kio. Reinhard Bonnke, I feel that you pray for me. I must receive the Holy Spirit. Nasikia kujaa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana nasikia ndio wakati wangu. Kwa maana Mungu anapiga kelele. Maana India inabaki na nani kama Reinhard Bonnke anaenda? Na yeye anafunga dunia nzima. Inabidi watu wabaki. Na wenye Mungu sio watu wanatembea kuungana dini. Sio watu wenye dini. Ndio maana nimekwambia kunaweza kuwa na makanisa mengi na mawekatu imeoza. Kwa nini inakuwa hivyo? Na kila mtu kimuuliza nina kanisa yangu, tunaendanga kanisa. Kila mtu anakuambia tunaendanga kanisa. Unasikiliza hiyo? Reinhard Bonnke akasema ubarikiwe. Akatoa mkono kwenye kio akamwekea. Akamwekea mkono, kijana kanena kwa lugha, akaomba muda mrefu sana. Amaliza akamwambia amen. David. Okay. Barikiwe. Akaenda. Ananena na Mungu, anaenda anarudi kwenye mapori yao huko, kwenye nchi yao. Baada ya miezi Reinhard Bonnke anasikia ushuhuda. Kuna moto unawaka wa injili India, hajasikia. Akawa anauliza, kwa nini nani anawasha moto wa injili kule India? Ni nani? Akafuatilia, wakaja wakamwambia anaitwa Daniel. Huyo mwambia kwenye gari siku ile unaenda. Ndio huyo. Watu vipofu wanaona, viziwi wanasikia, pepo wanatoka, watu wanafunguliwa, watu wanafufuka, miujiza inafanyika, watu wanaamini Yesu kuliko kawaida. Sasa watu wameanza kuacha miungu ya India, ile vinyago, ile ng'ombe zilizochongwa, wameanza kuacha, wanarudi kwa Yesu. Nani anafanya kazi? Kuna mtu amefanya kazi kwa sababu ya kizazi hicho. Maana wewe Reinhard Bonnke ulikuwa uwezi kukaa India, inabidi mtu abaki. Yes. Ndio maana Mungu akikuokoa kwenye familia, hakutumi mara ya kwanza. Anakuacha mpaka ushahidi upatikane. Akikuondoa ataenda kuandaa tena arudi, maana kazi haijakamilika. Kuna watu bado wanatafutwa hapa na mlango utakiwa kufungwa. Kwa maana mimi mawetoto nimerudi, lakini nyumbani hapa kuna watu wanawindwa. Hata kama kuna huduma kama wa Farao, kuna watu wanataka kukamatwa hapa. Maana ni wewe.
Na vijana watatu na mama watakiwa wapokee ni wewe. Daudi akashangaa, akamshukuru Mungu, akasema hakika wewe ndiwe Mungu wa Israeli. Sijaona Mungu anafanya kazi namna hii. Wewe ni wa kwanza na wa mwisho. Tukio unamwambia mtu mara moja ameenda kuhubiri kijiji kizima kinaokolewa. Hata hao wale wanashika Biblia na kushika dini na kushika kanisa, sio Mungu. Hata na hao. Leo unaweza kana mtu kanisani amekaa tu anasubiri kuzima. Watu walikuwa wanaokoka wanakaa na moto wa Mungu. Wanatumiwa. Maanake mlango uko wazi na mbingu ziko wazi. Unasikia? Mbingu inaachia neema na mlango wa wokovu uko wazi, haujafungwa. Yaani mbingu na mlango wa wokovu vyote vimefunguka. Neema inamwagika na wokovu unashuka. Ndio maana wana wa Israeli walipotoka kutoka Misri, aliwaambia msile mmekaa, mle mmejifunga ni mmejifunga viunoni, mmejiandaa kwa sababu ni kuondoka, tunaondoka. Ukikaa tu unaje? Ukiacha tu wokovu, Yesu anaweza kuja. Ndio maana na unabaki. Kwa hivyo kaa steady, imara, Kila dhambi na kunyemelea unaipiga mateke, unairudisha huko. Unasimama kwa Yesu. Mwambie Yesu, nitakase, nioshe, niweke kamili, niandae. Maana wakati wote wewe unaweza kuja kama mwivi. Unabaki katika heshima, adabu, maadili na hofu ya Mungu. Sababu wakati wote anaweza kulijia kanisa la. Anakukuta wapi? Hata mambo ya makaburi watu watakuwa nayo mengi. Tutazikwa, hiyo sio shida. Unazungumzia habari ya mbinguni. Ni wewe. Ninarudia. Ukoo unaweza kumshika mila potofu ambazo zinampinga Mungu. Hawezi kaja kuambia watu wote waache, hawawezi. Watasikia ujumbe wanasema huyo ni mjumbe, mfukuzeni aende. Mpaka mtu mmoja akoke katika hao watu. Tawaambie wenzetu nimekutana na Mungu. Hata wakati Musa matuma aliuliza ni sisi Israeli, akauliza Mungu, wakataka kuniuliza. Ninaenda kuambia warudi na Mungu amenituma. Niwaambie ni Mungu gani? Maana sio mtokea mimi, wao hawajaona haya mambo. Ndio maana lazima ujue Yesu ndiye naye. Wakikuuliza watu wakwenda uwaambie Yesu ni huyu. Wakiuliza anafanya nini? Niliacha uongo. Number 1. Number 2, kuna hiki na hiki. Waonyeshe mifano bwana. Hata kukaa tu, waambie kuna 1, 2, 3. Sio kama anasema Yesu kwa story. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo unaweza kuambia. Kuna mahali nimetoka. Sasa mara unaenda kama hao, utawaambia saka. Mpaka ubadilike wewe. Ndio Musa anaona moto. Unajua kuona moto ni kubadilisha. Kuona tu. Ndio maana aliwaambia vua viatu. Unanielewa? Kwa sababu ukiona moto lazima uchomeke na wewe. Vua viatu Musa, twende kazini. Ni wewe. Ashukuriwe Mungu wetu. Please, nataka leo ukiomba, weka moyo wako kwa Mungu. Na ujue ni wewe. Naijua nafasi yako katika taifa la Kenya. Naijua nafasi yako katika nchi. Na katika familia inayotoka. Wenye wokovu hakuna kutoka. Sikiliza. Nilipoenda Tanzania, nilihubiri nchi nzima na kutumia magazeti na redio na vingine vyote na mikutano mikubwa. Wakati nataka kuondoka Tanzania, kuna mchungaji anaitwa, huyu anamfahamu, anaitwa Pastor Notfree, Bishop Notfree sana. Wakati nilisema nataka kuondoka, alisema kitu kimoja tu: umekuwa kiungo cha muhimu ndani ya kanisa la Tanzania. Okay, ukisikia kwa anasema hivyo, aliona nafasi ilikuwepo ya mtu katika vizazi vya taifa la Tanzania. Na kwa miaka karibu 15 nilikuwa nafanya kazi ya kuleta vizazi kwa Mungu. Ukisikia mahubiri yote kwenye mtandao, watu wamegeuka wengi tu, na nimefika kila mahali Tanzania nikileta watu kwa Mungu, kwa sababu nilikuwa na nafasi yangu kwa wakati huo. Mlango uko wazi nyuma yangu, watu waingie. Aya. Nilipomaliza
na kutoka. Wapo watu pia, siwezi kukanusha, hakuna mtu anahubiri ujumbe. Yuko mchungaji Abiud Misholi anahubiri toba, watu warudi kwa Mungu. Pastor Abiud Misholi, mmesikia nyimbo zake niliweka kwa wakati mwingine. Ni mchungaji anahubiri, lakini analenga watu kama kwenye ufalme wa Mungu. Sasa ukiangalia, pamoja na kwamba mtu anaweza kutoka, wengine watakuwepo, na akitaka urudi tena ataamrisha kama yeye, maana nafasi yako bado inatakiwa iendelee kuwepo. Atakugeuza urudi ukae au ufanye kile kinachotakiwa. Kwa nini nazungumza hivyo? Anamwambia Yoshua, ni wewe. Naomba kuanzia leo, please check your mind. Ushai kuangalia watu walikuwaje kwenu, wewe ndio umechukuliwa hivi, ili wewe ulete mfumo mpya. Na Mungu akikwambia ni wewe, ina maana ni baraka. Lazima akubariki kwa sababu ni wewe. Unajua uwezi kupeleka watu kwenye uhuru wakati umefungwa. Sikiliza vizuri. Wewe unaweza kutoa watu gerezani, watu gerezani, ni mpaka utoke wapi? Gerezani, alafu ndio wapeleke nje. Yaani ufunguliwe, faili lifungwe, waseme huyu sio mfungwa tena. Ukishaenda ndio unaweza kwenda kukaa na mawakili, sio? Na wale sheria na wale majaji wakuu, watafuta na nyumbani kwao, unywe nao soda, sio? Waambie kama mlinitoa, si ndugu yangu yuko Kamiti. Ndio kiroho kinavyokuwa. Ukiona Mungu anaongea na Yoshua, anambariki. Yaani sauti ya Mungu ni baraka. Hawakunielewa. They never understood me. Sio mpaka uanguke chini waamke ndio barikiwe. No. Ile sauti kuisikia, kuna watu hawezi kusikia mpaka wamekufa. Kabisa hawatakuwepo. Na hawataisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo Yoshua kusikia ni wewe, maana yake umebarikiwa. Blessed, umefunuliwa hivi. Kuna baraka zinakuja kwa Waisuka, Waidako, wa Maragoli, sio watu gani, lakini hazijafika na mtu lazima apeleke. Ni nani? Wewe. Kama mtu anapeleka vitu vya watu, amebarikiwa, sio maskini. Ndio maana niliwaambia watu waliokoka sio washamba kiasi hicho, sio watu kudharauliwa. Ndio maana nilikwambia mimi huwa sipendi vitu vya namna ile, japo imeandikwa, lakini ukileta mzaha kwangu utaungua. Nitakwambia maneno utaungua, kwa sababu wokovu sio mahali pa kuwa duni. Ndio watu wenye maskini, ndio watu walioshindwa na maisha, ndio watu sio wa kusoma, ndio watu waliacha kazi ndio wakahubiri. No, watu waliobarikiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta mtu hajui alichonacho, anaenda kufanya uasherati apate 500, wakati alichonacho kinazidi uasherati mbali. Alichonacho akipigi kwa pesa. Mimi niuze kila kitu nilichonacho kwa sababu ya uasherati, mwanamke au msichana. Uongo. Hivi vitu vinazidi hayo mambo yote hapa, havifananishi. Ni uchafu. Hey! Sisi kama ninaongea na mtu anaitwa ni wewe. Wewe sio Abigaili, wewe sio Neema. Nasema ni wewe. Sizungumzi majina yako yale. Nataka ni wewe, uelewe hilo. Ile sauti ya Mungu ni baraka. Unaonaje? Kuna dhahabu imefichwa, alafu unaambiwa wewe ndio utafungua watu wachukue. Nani amebarikiwa kuliko watu wote sasa? Alipeni jibu. Nani aliyebarikiwa kuliko watu wote? Huyo anayefungua watu wachukue. Na ndio maana Paulo alisema tunaonekana watu waovu, tunaonekana watu waovu, wakati sisi ndio wenye haki. Tunaonekana wa kutupwa na kubezwa na kutukanwa na kusema, akasema lakini sisi tu matajiri zaidi ya matajiri. Alisema wewe kwa nini? Watu walimuona Paulo kama hana akili, kwa sababu aliishi kuhubiri Injili siku zote, lakini utajiri aliokuwa nao hata wachawi walishindwa. Yes, usikiza wokovu ulivyo. Mambo ya kwenda hivi, wewe kunichukua tu nipeleke popote eti mtumishi wa Mungu. Pengine kama sikuokolewa na kuitwa. Never. Kuna namna nitakupangua. Takwambia, dakika moja umeenda. Haiendi hivi. Kama Waisraeli wote, watu milioni 3 wanatakiwa wapite kwa Joshua ili waende kwenye nchi waliopewa. Yeye ndiye apewe command, apewe maelekezo ya kupigana vita vya ukoo. Haukunielewa, haujanielewa. Wasukuma, Wakuria, sijui Watiriki hawajapigana hivyo vita. Ndio maana atashika dini, anakula tumbaku. Ndio maana atashika dini huku analala na wanawake na watu nzima. Atashika dini huku
vita. Kwa anamwambia Yoshua, wewe ndio utaenda. Na anamfundisha vita. Nakuambia mambo mengi kwenye semina hii. Anamfundisha mpaka namna ya kupigana, namna ya kwenda, namna ya kusoma, namna ya kuamini, namna, yani kila kitu. Maana wewe hakuwafundisha wengine, akampa mtu mmoja stadi za vita. Wokovu ni mzuri. Mimi mwenzako nimepewa stadi. Ndio maana sioni shida kukesha karibia kila siku. Na mnaweza kuuliza, kwani hauna usingizi? Leave me alone. Ili kopo limetengenezwa. Hii kichwa kimeundwa na Mungu, sio mimi. Mwenye kuunda ndiye anajua ikani. Na tuzimii mpaka siku Bwana anarudi. Hebu niendelee nimalize. Yaani nilikuwa nafikiri ni muda mfupi natumia, lakini naona kama sikiliza. Nikufundishe kitu. Kama Wafilipi wanatakiwa wapokee vitu na Mungu ameviandaa, alafu anafunga mlango na ameweka kwenye store, anamwambia Yoshua, wewe ndio utafungua mlango. Na uulize mara nyingine ili uelewe nani amebarikiwa. Lakini usishangae wakati Yoshua anaongea na Mungu na anamwambia ni wewe. Kuna watu wana vitu kuliko Yoshua. Kuna watu wana pesa kuliko Yoshua, lakini hawatambui Yoshua ndiye anawapeleka. Hamjanielewa, hamkunielewa. Hamjanielewa bado. Kuna watu walikuwa wana familia kama Yoshua na watoto wengi kuliko Yoshua. Na kuna watu kwenye familia wana pesa kuliko Yoshua. Twende pole pole, twende. Kuna watu wana PhD na Yoshua ana certificate pia. Oh my God. Kuna watu wakimwangalia Yoshua hata shape yake haisomi. Wale ambao wanaonekana kwenye familia ni watu warembo, wakipita wanaume wote wanageuka saidi moja. Ni kwa sababu katika mwili watu hawa hawaonekani vizuri sana, lakini katika Mungu wako vizuri sana. Au kunielewa kufika hapo? Na ndio maana Mungu akitaka kumuinua mtu kwenye ukoo, hamuinui akiwa na pesa. Anamtoa kule chini wangalau wote. Kila mtu achana. Akana pesa Yesu wa nini? Na anaenda naye hivyo, utajiri alionao unazidi pesa zao zote. Na usishangae hata hao wakifanya mchezo, wanaweza kufa wote akabaki yule. Usinielewe vibaya. Nazungumzia mambo mbele yanajua. Kwa sababu yeye ni Mungu ambaye hapimi kwa vitu. Ni Mungu wa thamani kiwango cha kwamba hafananishi. That is all. Na watumishi wake hawafananishi kwa chochote. Ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usidharau mwanzo wako. Furahia. You may begin in a very humble way. The greatness is coming. Yeye ndiye Mungu wako. Usisahau hilo. Ndiye amesema wewe. Wengine hawajasema, hata mama yako anaweza kusema. Kwanza watasema hakuna Mungu hapo. Au kazako sijui angles. Ndio watasikia wasema, "Mnatuambia ni huyu naye." Unajua ni wewe haonekani vizuri. Hata hivyo ukiangalia wana wa Israeli, Yoshua alikuwa anakaa kwenye maombi muda wote. Na ndio Mungu alitaka kusema ni wewe. Kwa hivyo alikuwa so popular. Nisikilize, hakuwa popular, yani mtu ambaye wanamjua sana. Walikuwa wanamwona kwenye maombi na Musa, kwenye maombi na Musa. Alafu Mungu akasema ni wewe. Sasa ukiangalia hakuwa na ile kuzoeana na watu wale. Ila tu Mungu aliona ni wewe, maana style hii mimi ndio nimeiandaa. Kwa hivyo wakati mwingine unaweza kuta watu wanaombiwa ni wewe. Nisikilize. Hata katika mawe tatu wanaweza sikia. Watu ambao wanaombiwa ni wewe wanaweza kuwa hawana vitu vya kuonekana. Watu wanaoambiwa ni wewe kwenye familia wanaweza kuwa na madokta, wana pesa, wana kila kitu. Lakini hawaambiwi ni wewe. Kwa sababu sio njia ya Mungu. Mungu hatumii njia hiyo kumtoa mtu mahali. Musa alikuwa kigugumiza, hawezi kuongea vizuri, lakini ni wewe. Twende kazini. Wengine wote wanaongea good English, British na American English wanaichanganya. Akiongea anamwambia hii inaitwa British English, anaanza kuongea. Hamjanielewa hapo. Akianza American English, hii ni Swedish, anaongea Swedish, huyu anaongea French. Anakibadilika anaongea Ukrainian language.
anaongea Russian language, anaongea Chinese, anamaliza, alafu wewe una nini? Ukijiangalia nothing, lakini ukikumbuka vizuri Mungu ndio yupo. Tena anaanza kumtumia huyu kuwachanganya hao watu wenye elimu nyingi na pesa nyingi na mambo mengi. Na baadaye katika nyakati za mwisho alitabiri Yesu, na Hagai alitabiri pia, na kuna watumishi wa Mungu manabii kwenye Biblia wametabiri nyakati za mwisho hizi. Kuna watumishi wa Mungu atawabariki na fedha, wana Mungu na pesa wanazo, injili itaenda kwa namna isiyo kawaida. Haya, ili uelewe kwamba anasema ni wewe. Hata akitaka wewe ndio uendeleze kazi ya Mungu, nitakufundisha baadaye. Anasema ni wewe, na wakati anazungumza ukiangalia environment haisomi kama ni wewe, ila Mungu sauti yake ni baraka. Wengi na upele wa Israeli ulikuwa unaelekea kwa Yoshua ili upite mambo ya Mungu. Na familia iko hivyo na ukoo uko hivyo. Haleluya. Bwana Yesu. Anasema ni wewe utakayerizia watu hawa nchi iliyowapia. Anasema baba zao. Kuna vitu Mungu ameapa. Kuna vitu Mungu ameapa kuwaridhisha makabila. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu Mungu ameapa kuridhisha mawatatu. Kama kuna uharibifu, basi kuna wema Mungu aliuandaa. Yes. Kama kuna madhabahu, Mungu ameandaa kwa sababu ya kazi hii. Kwa hivyo uelewe, wewe Mungu anakuchagua kwa namna hiyo hiyo, then akutumie. Jesus, I love you. Na maliza, ni wewe. Let us finish. Ni wewe. Tafakari familia yenu. Nataka uangalie nyuma, sawa? Look at your family. Alafu tunaenda kwa. Look at the nation. Angalia taifa. Alafu wewe unabaki kusema watu gani? Zijue njia za Mungu. When I knew that, mimi huwa sina muda wa kujihurumia. Na sijuti kwa nini nimeokoka. I am very happy I'm saved. Sikiliza. Sina mashaka na kazi yangu kwa mfalme wa Mungu. I'm happy inatoa matunda. Kwa sababu ni wewe. Maana kama nimekwambia ni wewe na mimi nimeambia ni wewe, basi kuna watu wengi wa kuingia mbinguni na kusaidiwa na Bwana. Wewe na watu wanakuja na wewe na wewe. So by the end of it tutakuwa wengi. Chamno from today, angalia mahusiano yako na Mungu na uendelee na safari. Wale wengine waombee neema, Mungu atawagusa. Atawatokea pia awaambie ni wewe. Kama nilivyokuambia wewe uje hapa na nao atawaambia. Wakati mwingine utaenda kuambia wanakuja, wanarudi, wanakuja. Baada ya end of it all, Mungu akishatokea akasema ni mioyo yao, watakumbuka ni wao, alafu watakuja kwenye mstari. Kwa sababu hata wewe ulivyoambiwa na Mungu atawaambia hivyo hivyo, au kwa namna nyingine atawaambia, nao watakubali na watatakwa Mungu. Kwa sababu ndio alivyo ni wewe. Don't go back to the world. Usirudi duniani ukisema nairisha hii safari, nirudi kidogo, mlango utafungwa. Na ukishafungwa na umetoka ndani, unaweza utajuaje kama utarudi tena? Unajua kuna watu wanaanza wokovu wanafikiri ni rahisi kurudi. Hata nikafanya tu uasherati, nijaribu nione kama unaweza kwenda after 5 days you die. Na baada ya hapo tunaanza kuulizana ilikuwaje? Because shetani alisubiri utoke kwenye mlango urudi, alafu ufungwe alafu akumalizie. That is the trick of the devil. Unamtumikia Mungu ukiona mambo ni magumu, unaamua kutoka kwa Mungu uende kwa shetani utakuta upako. Wanaofanya siku hizi wanauza chupa za mafuta. Ukishatoka kwa mlango unafungwa. Ukifika kwa mikataba inaharibika, unakuwa kichaa. That is the end of you. Na haukujua kwamba unatakiwa ubaki huko. Neema inakusitiri na kulinda. Imende. Ni wewe. Kuanzia leo, be serious with the salvation. Maanisha kwa Mungu kwa. Simamia kile ulichokiamini.
Have you click on the red button? Chini.